Ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Yoeni TV, nikualike kusikiliza mada ya wakati huu, mada ambayo ina kichwa kinachosema nguvu inayotakasa inayotoa uhai. Nguvu inayotakasa inayotoa uhai. Na mada hii imejengwa katika kitabu cha Zaburi ya 51 na aya ile ya 10. Neno la Bwana linasema, Ee Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Bwana hutakasa moyo kama vile tunavyotia hewa ndani ya chumba. Hatufungi milango na madirisha na kutupa ndani dawa fulani ya kusafisha, bali tunafungua milango na kufungua madirisha na kuruhusu anga hewa safi ya mbinguni kujaa ndani. Madirisha ya mihemko ya ghafla ya hisia ni lazima yafunguliwe kuelekea mbinguni, na vumbi la ubinafsi na kupenda ulimwengu lazima liondolewe. Neema ya Mungu ni lazima ijae katika vyumba vya akili. Fikira ni lazima ziwe na mada za kutafakari za mbinguni, na kila sehemu ya mwili ni lazima itakaswe na kupewa uhai na Roho wa Mungu. Yeye anayeishi kulingana na kanuni za dini ya Biblia hataonekana kuwa dhaifu katika nguvu za kimaadili. Chini ya uwezo wa Roho Mtakatifu unaoadilisha, laza na mielekeo huwa safi na takatifu. Hakuna kitu chochote kinachokamata shauku kwa nguvu sana kiasi kile. Hakuna kitu kinachofika kikamilifu kiasi kile kwenye kina cha ndani kabisa cha nia za tendo. Hakuna kitu kinachotoa mvuto wenye nguvu kiasi kile kwenye maisha na kutoa uthabiti na nguvu kubwa kwa tabia kama dini ya Kristo. Hiyo humuongoza mwenye nayo daima kuelekea juu, ikimtia moyoni makusudi bora, ikimfundisha adabu ya mwenendo na kutoa heshima inayofaa kwa kila tendo. Kanisa ndiyo lengo la upendo na utunzaji mkuu wa Mungu. Ikiwa washiriki watamruhusu, atadhihirisha tabia yake kupitia kwao. Anawaambia, ninyi ni nuru ya ulimwengu, Mathayo 5:14. Wale wanaotembea na kuzungumza na Mungu huishi kwa kutenda upole wa Kristo. Katika maisha yao, uvumilivu, upole na kujizuia huunganishwa na ari na bidii takatifu. Wanaposonga mbele kuelekea mbinguni, pembe zile kali zinazoparuza za tabia humalizwa taratibu na utauwa huonekana. Roho Mtakatifu akiwa amejaa neema na uweza kufanya kazi juu ya akili na moyo. Moyo ule ambao ndani yake Yesu anafanya makao yake utahuishwa, utatakaswa, utaongozwa na kutawaliwa na Roho Mtakatifu, na wakala mwanadamu atafanya juhudi kubwa kuleta tabia yake katika upatanifu na Mungu. Ataepuka kila kitu ambacho kinapingana na mapenzi na akili ya Mungu iliyodhihirishwa. Na hiyo ndiyo tafakari yetu, nguvu inayotakasa inayotoa uhai. Rafiki mpendwa msikilizaji, katika Zaburi ya 51:10 neno la Bwana linasema, Ee Mungu, niumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Likawe ni ombi lako, likawe ni ombi langu ya kwamba Mungu atufanyie moyo safi, atufanyie upya roho iliyotulia ndani yetu. Na hii nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo inatakasa, ambayo inatoa uhai, ikawe katika maisha yetu, ili kila jambo ambalo tunatenda, tunanena, jinsi ambavyo tunaenenda katika jamii, basi hakika maisha yetu yakaongozwe na Roho Mtakatifu. Bwana akubariki. Bwana akutie nguvu unapotafakari ujumbe huu. Likawe ni tamanio lako Mungu akutakase na Mungu akuumbie moyo ulio hai. Mungu akubariki, nikutakie wakati mwema.